السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Amma baad. Ndugu zanguni katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia mimi na wewe kuweza kuidiriki swala ya magharibi, tena nyuma takbira ya imamu, si kwa ujanja wetu bali ni kwa taufiki yake Allah tabaraka wa taala, ambaye alituwezesha mimi na wewe tukaidiriki swala ya jamaa. Kwani wapo watu wengi sana nao pia walitamani wangekuwepo sasa hivi katika swala ya magharibi, lakini pia wangekuwepo katika majilisi hii tuliyokaa mimi na wewe, lakini kwa namna moja au namna nyingine wameshindwa kuhudhuria. Wapo wengine wako mahospitalini, hawajui anayeingia wala anayetoka. Si hivyo tu, wengine wapo katika vizuizi magereza, wameshindwa kuwepo hapa. Lakini si hivyo tu, wapo wengine sasa hivi ndio wanafanywa fikra ya kwenda kuzikwa, na wengine tayari ndio wako katika sakaratul maut. Kwa hiyo mimi na wewe kuwepo katika mazingira haya, hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa uchache wa shukrani, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, leo hii nimependelea kwenu niwasilishe kwenu mada ambayo inaenda kwa unwani ya kwamba alhuququl walidaini, kuwadharau wazazi wawili. Leo hii nimependelea hivyo, lakini kama muda utaturuhusu tutagusia kwa uchache napo katika mada nyingine ya
haki za jirani. Na jirani ni nani? Na jirani ni mtu aina gani? Kama muda utaturuhusu, insha Allah tutagusia huko pia. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anasema katika sura ya 17 aya ya 23 mpaka aya ya 24, Allah anasema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janaha dhurrin min ar-rahma wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sadaqallahul aliyyul azim. Ndugu zangu katika imani, Allah anatuambia katika sura hii ya kwamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na Mola wako amekwisha toa hukumu ya kwamba asiabudiwe kiumbe chochote kile isipokuwa yeye tu. Baada ya kusema hivyo, Allah akasema wa bil walidaini ihsanan, na wazazi wawili tuwafanyie wema. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma, hata kama itatokea mmoja wao au wote wawili wakafikia uzee, hali ya uzee, Allah anasema fala taqul lahuma uffin, usithubutu, usiseme, usiwaambie wazazi wako hata kutamka lile neno a. Bimaana umetoka katika shughuli zako, umefanya shughuli zako binafsi, umechoka kabisa, hoi taabani, ukarudi nyumbani. Ulivyorudi nyumbani, hujapata hata muda wa kupumzika, mzazi wako akakuita, akakutuma, akakupa kazi nyingine. Yaani usigule hata kwa kusema naye mama au naye baba, ni makosa. Allah anasema wala taqul lahuma uffin, usithubutu hata kwa kusema lile neno wala tanharhuma, wala usiwaongeleshe kwa kuwakemea. We mama vipi bwana, we baba vipi bwana. Maalasafi shadid, vijana wa sasa hivi utasikia we mshua, sijui we faza, dingi, bimkubwa, nini, majina kibao wanapewa wazazi wetu, afu wanawaongelesha kwa hali ya ukali. Allah anasema wala tanharhuma, na wala usiseme kwa kuwakemea, bali wa qul lahuma qawlan karima, na useme nao kwa maneno, kwa kauli zenye heshima. Unapozungumza na mzazi wako, Allah anasema jambo la kwanza usimkemee, bimaana usiongee kwa ukali, kwa sauti ya juu kwa mzazi wako. Hata kama ukajua hapa mzazi anachonifanyia sicho, ongea naye kauli ya chini. Allah anasema wa qul lahuma qawlan karima, nasemezana nao,
ongea nao kwa kauli zenye heshima. Sidhani kama vijana wetu hawa, watoto wetu tuliowalea sasa hivi, kama wanazungumza na sisi wazazi kwa kauli ambazo Allah amezizungumza, bali utakuta mtoto anakuja juu na mzazi akija juu, inakuwa tafrani, haifahamiki mtoto ni yupi, mzazi ni yupi. Inafika mbali sasa hivi wengine wanasema ungechelewa kidogo tu baba uwe mama na mimi ningekuzaa. Allah anasema wala takulahuma ufi, usiseme hata lile neno lakini pia anasema wala tanharhuma, na wala usiongee kwa kuwakemea, bali Allah akatoa usulubu, akatoa njia ya kuongea nao, akasema waqul lahuma qawlan karima, nasemezana nao, ongea nao hawa wazazi wako kwa kauli zenye heshima. Lakini pia Allah anaendelea kutufundisha namna ya kuwafanyia wazazi wetu, asema wahfidh lahuma janaha dhurri min arrahma, na uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuwaonea huruma. Bimaana yani ukisha sema nao kaulan karima, kauli zenye heshima, basi pia onyesha upendo, onyesha huruma kwa hao wazazi. Na baada ya kufanya hivyo, waombe dua. Allah anatufundisha, anakuambia tuombe dua, waqul, nasema rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sema kumwambia Allah, ewe Allah mlezi, rabbirhamhuma, ewe Allah warehemu hawa wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi nilivyokuwa mtoto. Leo hii hatuwaombei dua wazazi wetu. Leo hii utakuta mtu mzazi wake yuko mbali na yeye, mpaka sasa hivi unaweza kukuta huyo mtu hajabahatika hata kumjulia hali mzazi wake, ila ashaongea na marafiki zake kaza, lakini mzazi wake hajamjulia hali. Yeye huko amekula, ameshiba nini, hajui huko kijijini mzazi amekula au hajala. Bali utakuta mtu huyu anajifaharisha huku alipo yeye, anaishi maisha tofauti na wanaoishi wazazi wake kule, inakuwa ni tafulani tu. Allah anatuambia, ndugu zangu katika imani, tusizungumze nao kwa kuwakemea, lakini tuzungumze nao kwa kauli zenye heshima. Lakini Allah anasema tuwaone huruma, tuwasaidie shughuli zao, lakini pia Allah anasema tuwaombe dua kwa kusema rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ewe Allah mlezi, warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi nilivyokuwa mtoto mdogo. Hatuwaombei dua wazazi wetu. Ndugu zangu katika imani, kuwaombea dua wazazi ni jambo muhimu sana, lakini pia ukienda kinyume na hivi alivyovisema Allah, basi utakuwa umewadharau wazazi wako wawili au mzazi wako aliyobahatika kuwepo. Allah anakwambia usiwakemee, wewe ukawakemea. Allah anakwambia waombee dua, wewe huwaombei dua. Ndugu zangu, mzazi
ana thamani kubwa sana. Na ukitaka kujua umuhimu wa mzazi, muulize yule ambaye tayari Allah ameshamchukua mzazi wake angalau mmoja, muone anapoteseka kwa kuonea huruma huyu mwenye wazazi wawili, halafu hawatendei wema wazazi wake wale. Ndugu zanguni, huwezi kujua thamani ya kitu mpaka kikuondoke. Huwezi kujua thamani ya jicho mpaka likutoke jicho, ndio utajua thamani yake. Huwezi kujua thamani ya hiki kidole kimoja mpaka kitoke, ndio utajua umuhimu wake. Vivyo hivyo, huwezi kujua thamani ya mzazi mpaka pale atakapoondoka katika uso wa macho yako, ndio utajua umuhimu wa wazazi wawili. Leo hii una wazazi wako unawadharau, unawafanyia wanavyotaka, unamfadhilisha familia yako, wazazi wako huwajali huko, waharuma jara. Hii ni shida. Hapa tukiulizana, si wenye wachache tuliopo hapa, tuna wazazi wetu huko waliopo mbali na sisi, tumesalimiana nao leo, tumewajulia hali mchana, tumewajulia hali saizi. Lakini utakuta mtu akishamsalimia mzazi wake asubuhi, akimpigia, ikatokea bahati mbaya akampigia simu asubuhi kamsalimia, hiyo ndio nitoleo mpaka kesho. Tunaenda kinyume na maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema katika Qur'an, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, na tumemuhusia huyu mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Wa in jahadaka litushrika bihi ma laysa laka bihi ilmun, Allah anatoa mwongozo hapa. Wa in jahadaka litushrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Allah anasema tuwatii wazazi wawili, lakini hawa wazazi wawili katika kuwatii kwetu ikatokea wanakushirikisha katika jambo la kumshirikisha Allah, jambo ambalo huna elimu nalo, Allah anasema fala tuti'huma. Katika kipengele hicho Allah anasema usiwatii, lakini anasema wasahibuhuma fi dunya ma'rufan, lakini ishi nao katika dunia kwa wema. Zipo aya nyingi chungu mzima katika Qur'ani ambazo Allah tabaraka wa taala anamuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wawili. Aya nyingine hii hapa inapatikana katika surati Luqman, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia huyu mwanadamu kumfanyia wema wazazi wake wawili. Hamalathu ummuhu, mama yake huyu amembeba, wahanan ala wahan, katika tabu juu ya tabu, shida juu ya shida. Wa fisaluhu fi amaini, lakini pia akamnyonyesha kwa miaka 2. Anishkuri wal walidain, lakini pia Allah anasema tumshukuru Allah kwa kutufanya tuwe wenye kuwakumbuka wazazi wetu wawili. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi iliyosimuliwa na Abi Bakar radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
Amesema Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, siku moja aliwakuta masahaba zake wamekaa, akawaambia, ala unabbiukum bi akbari alqabairi, je, nikujulisheni madhambi yaliyokuwa makubwa? Je, nikujulisheni madhambi yaliyokuwa makubwa? Masahaba akasema, bala ya Rasulullah, kwa nini usitujulishe ewe Mtume wa Allah? Na hili neno alilirudia mara 3, ala unabiukum bi akbari alqabail, ala unabiukum bi akbari alqabail, ala unabiukum bi akbari alqabail, mara 3. Masahaba akasema, bala ya Rasulullah, kwa nini usitufahamishe ewe mjumbe wa Allah? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyataja yale madhambi yaliyokuwa makubwa. Dhambi la kwanza, al-ishraku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kumjalia Mwenyezi Mungu ana msaidizi wake, kumjalia Mungu na mtu mwingine ukamjalia Mungu, ndio shirki, ni miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa. Lakini dhambi la pili linalofuatia wa uququl walidaini, kuwadharau wazazi wawili. Miongoni mwa madhambi makubwa mengine ni kuwadharau wazazi wawili. Ndio mimi mada yangu iko hapo. Lakini pia Mtume aliposema wa uququl walidaini, kuwadharau wazazi wawili, wakana muttakian, wakati anazungumza mambo hayo alikuwa amesimama. Fajalasa, Mtume akakaa. Faqala, akasema, ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Miongoni mwa madhambi makubwa mengine qawlu zur, maneno ya uzushi. Umekaa tu ukajisikia tu, tulishe kuzungumza huko siku, leo nimzushie fulani jambo fulani, ukalizusha tu lile jambo. Lakini pia Mtume anasema wa shahadatu zur, na kushuhudilia huo uzushi. Famazala yukarriruha, Mtume hakuacha kusema haya, kurudia haya maneno, hata kulna, masahaba wanasema hata kulna, mpaka tukasema laitahu sakata, tunatamani angenyamaza. Wa qawlu zur wa shahadatu zur wa uququl walid, alikuwa anarudia maneno yale mpaka sasa masahaba akasema, tunatamani anyamaze. Mada yangu katika hadithi hii iko katika wa uququl walidaini, kuwadharau wazazi wawili ni miongoni mwa madhambi makubwa, katika hadithi iliyosimuliwa na Abu Bakar na ikapokelewa na muttafaqun alayhi, bimaana Bukhari wa Muslim. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini sana kuwakumbuka wazazi wetu. Kama washatangulia mbele ya haki, tuwaombee dua, na usisubiri mpaka iwe tarehe maalumu. Sijui, hapana, muda wowote, saa yoyote, mahala popote, isipokuwa chooni tu. Umekaa katika shughuli zako ukapumzika, ukamkumbuka mzazi wangu alishatangulia mbele, muombee dua. Mzazi yupo nyumbani, muombee dua. Lakini kinyume chake, sasa hivi kwa kweli hatufanyi mambo hayo, Mtu akiamka zake asubuhi, unaweza kukuta mathalan wengine anaishi hapo hapo na wazazi wake wako hapo hapo, anaamka asubuhi hasa hawajulii hali, huyo anaenda kwenye shughuli zake. Hajui mzazi wake aidha ameamka salama, au Allah tayari katika ule usiku aliolala Allah amemchukua moja kwa moja, hatujui.
Haya ni makosa miongoni mwa makosa ambayo twayafanya sisi wanadamu. Mzazi, Mtume anasema katika hadithi yake nyingine, aljanna tahta aqdami ummahatikum, pepo ipo chini ya nyayo ya mzazi wako. Lakini sisi hatufanyi hivyo, ndugu zangu katika imani. Hatuwajulii hali wazazi wetu huko walipo, hatujui wanakula, hatujui wanaumwa, ila sisi huku tunaponda raha tu mijini. Ndugu zangu, huwezi kujua thamani ya mzazi mpaka aondoke katika uso wa macho yako. Ndipo pale utakapojua umuhimu wa mzazi wako. Katika hadithi iliyosimuliwa na Mughira ibn Shuaiba radhiallahu anhu, anasema ani nabii sallallahu alayhi wasallam, toka kwa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, qal, anasema inna Allaha ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, harama alaykum uququl ummahat, ameharamisha juu yenu kuwadharau wazazi wawili. Kuwadharau wazazi wawili, kuwadharau kwa vitendo au kuwadharau kwa kauli. Allah tabaraka wa taala amekataza jambo hilo na ameliharamisha kabisa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, alikuja mtu kwa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake. Yule mtu akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, man ahaqqu nnasi bihusni sahabati, ni yupi ambaye katika watu ni mbora kwa kuishi naye, kwa kumfanya kuwa karibu? Qal, mtume akasema, ummuka, mama yako. Yule sahaba au yule mtu hakuridhika na lile jibu, akauliza tena, qal thumma man, kisha nani? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akasema ummuka, kwa mara nyingine, mama yako. Qal, yule mtu akauliza tena, thumma man, kisha nani? Qal ummuka, mama yako, mara hizo tatu. Qal thumma man, yule mtu akauliza tena, kisha nani? Mtume akasema abuka, baba yako. Mutafaqun alayhi. Mafuhumi hadithi hii tunakuta kwamba mama amepewa daraja tatu, yani kama kitu kizima kilo moja, mama amepewa robo tatu, alafu baba ndio anapewa ile robo iliyobakia. Kwa nini? Mama amekubeba tumboni miezi 9 kwa shida, kwa tabu, kwa raha, vyakula vingine alivyokuwa anakula akawa hali,
na mambo mengine, akaja akakuzaa akakunyonyesha katika hali mbalimbali, shida, tabu na karaha nyingine tena. Fi hadhihi alhadithi, ambayo katika hadithi hii ambayo Mtume amempa daraja mama mara 3, taakidu haqqul ummi, inatilia umuhimu haki ya mama. Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala, na tunashuhudilia kauli yake Allah mtukufu aliposema, wa wasaina al-insana biwalidayhi, na tumemuhusia mwanadamu kumfanyia wema wazazi wake. Hamalatu ummuhu, mama yake amembeba wahnan ala wahn, katika tabu juu ya tabu. Wa fisaluhu fi amaini, lakini pia amemnyonyesha kwa muda wa miaka 2. Anishkurli waliwalidaika ilayya almasir, mshukuruni mimi enyi, kwangu mimi ndiyo mtarejea. Ndugu zanguni, umuhimu wa wazazi wawili. Sikiliza hadithi hii hapa. Katika pita zangu mimi hii hadithi nimeiona imetumika maneno haya, Mtume ameyatumia katika vipengele viwili tu katika pita yangu mimi ya kudurusi na katika kuulizia haya maneno. Mtume aliyazungumza, kwanza alisema hivi, laghima anfu thumma laghima anfu thumma laghima anfu. Nani? Man adrakahu Ramadhan falam yughfar lahu, imemfikia mwezi wa Ramadhani ikaondoka na ikawa sio sababu ya yeye kupata rehema kuingia peponi. Mtume alisema laghima anfu, amepata hasara mtu huyu. Lakini pia katika hadithi hii hapa Mtume anasema laghima anfu thumma laghima anfu thumma laghima anfu, mara 3. Laghima anfu maana yake, laghima maana yake sikusaga saga, anfu maana yake pua. Kwa hiyo tukitafsiri neno kwa neno hapa, laghima anfu yani mtu aisagesage pua yake. Tena laghima anfu, mtu aisagesage pua yake mara 3. Lakini kwa tafsiri nyingine, amepata hasara yule mtu. Amepata hasara yule mtu. Mtu gani? Mtu gani alipata hasara? Man adaraka abawaihi inda al-kibari ahaduhuma au kilahuma falam yadkhulil janna. Amepata hasara mtu huyu, amepata hasara mtu huyu, amepata hasara mtu huyu. Mtu gani? Ambaye amewakuta wazazi wake katika ukubwa wake, amebalege na akawakuta wazazi wake wakiwa hai. Ahaduhuma, mmoja kati ya wawili, au kilahuma, au wote wawili. Falam yadkhulil janna, na ukawa sio mtu wa kuingia peponi. Unakuwa umepata hasara. Yani Allah amekupa umri, akawapa na umri wazazi wako, mpaka umri ule wawe kujitambua kwamba hili baya, hili zuri, na ukawakuta wazazi wako wote wawili au mmoja bado yupo hai, ukaishi naye mpaka umauti ukamkuta na yeye akiwa bado ukiwa na akili zako timamu, na ikawa si sababu ya wewe kuingia peponi, umepata hasara. Kwa nini? Hujaishi naye vema. Ndio turudi kule katika kitabu chetu, huququl walidaini. Ulikuwa unaishi katika maisha ya
kuwadharau wazazi wako, huwajulia hali huko alipo, hujui baba huko amekula au mama amekula, na watajijua wenyewe bwana. Wewe uko huko mjini unapanga maisha tu, mzazi uko kijijini, humjulia hali hata kwa kunyanyua tu simu, mama, baba, mpaka umauti ukawakuta, ikawa si sababu ya wewe kuingia peponi kwa kupitia wazazi wako hawa wawili. Mtume anasema laghima anfu, umepata hasara mtu wa design hii. Tujitahidini ndugu zangu katika imani, ukweli wa kujitahidi katika kuwatendea wema wazazi wawili, na tusiishi katika maisha ambayo yatakuja kutuletea majuto siku hiyo ya Kiyama, siku ambayo tutakuja kujuta majuto ambayo yatakuwa hayana msaada wa aina yoyote ile. Maisha ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allahu biqalbin salim, haitokusaidia mali wala watoto isipokuwa yule ambaye atakuwa amerejea kwa Allah na moyo uliokuwa umesalimika. Na moyo ili upate kusalimika, miongoni mwao kuwafanyia wema wazazi wawili. Miongoni mwa matendo yaliyokuwa mema miongoni mwao ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Kinyume chake usiwadharau. Sikiliza hadithi hapa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min alqaba'ili shatmu rajul walidayhi qalu ya Rasulullah hal yashtumu rajul walidayhi qala na'am qala na'am yasubbu aba rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummuhu mutafaqun alayhi. Miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa ni mtu kuwatukana wazazi wake. Mtume anawaambia maswahaba, yani madhambi yaliyokuwa makubwa ni mtu kuwatukana wazazi wake wawili au mzazi wake mmoja. Maswahaba akashangaa, ya Rasulullah, inawezekana vipi mtu akamtukana mzazi wake? Mtume akasema naam, ndiyo inawezekana. Akasemaje? Mtu anaweza akamtukana mtu, yule mtu akamtukanizia baba yake, yule mtu aliyotukanizia baba yake akarudisha tusi kama lile lile. Fulani amemtukana mzazi wa fulani, yule fulani akarejesha lile lile tusi. Kwa hiyo wewe hapo ulioanza ndio unakuwa umemtukana mzazi wako. Sijui nimeleka hapo, ndio maana ya hadithi hii. Kwa unaweza kumtukanizia mama yako na yeye akarudisha lile lile tusi kwa mama yako. Wewe ulioanza kutukana ndio unakuwa umemtukana mama yako. Sote ni mashahidi sasa hivi, vijana huko nje mitaani kutukana matusi ya nguoni tunashuhudia. Yaani hawezi akaongea sentensi 2 au 5 bila kutukana. Kumbe hajui maskini ya Mungu anamtukana mama yake mzazi au baba yake mzazi.
Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tujitahidi kumcha Allah ukweli wa kumcha, na tujitahidini sana sana kuwafanyia wema wazazi wawili. Ukiangalia katika Qur'ani aya nyingi Allah anazosema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, muabuduni Allah na wala msimshirikishe kitu chochote. Hiyo aya itakavyofuatia mbeleni lazima itakuwa wabilwalidaini ihsanan au wabilwalidaini husna. Zipo aya chungu nzima ambazo zinatuamrisha, lakini pia zinatutaka tuwaheshimu wazazi wetu ili tupate radhi za Allah. Na kuwaheshimu wazazi, ndugu zanguni, kuna namna nyingi. Nakuta mzazi wako ametangulia mbele ya haki, Allah alishamchukua tayari. Kama msikitini, uko kazini kwako, umemaliza shughuli zako, baba alishatangulia mbele ya haki, muombe dua kwa Kiswahili, hata kwa kilugha chako, muombe dua. Muombe dua baba, Mwenyezi Mungu mfanye baba maisha yangu yawe mazuri. Muombe dua mama, maisha yawe mazuri, mkunjulie riziki. Allah anasema wa qul lahuma rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Waombe dua kumwambia yeye Allah, warehemu hawa wazazi wangu kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo, akiniombea mema nilipokuwa mdogo. Wote mashuhuda tulipokuwa wadogo na tuna watoto wadogo, tunawaombea dua, Mwenyezi Mungu mkuze mwanangu hivi na hivi. Ndio zile dua sasa na sisi tunatakiwa tuzirejeshe kwa wazazi wetu, na tuweke desturi, ndugu zanguni katika imani, ya kuwatembelea wazazi wetu mara kwa mara, hata kuwajulia hali kutwa mara 4 mara 5. Wewe kwa siku unaweza kuongea na rafiki yako mmoja kwenye simu mara ngapi? Unaweza kuongea naye zaidi ya mara 10 au katuma 8 message. Naongopa. Ila mzazi wako unaweza kukuta yani asubuhi tu, salamu alaykum, wa alaykum salam, mamka salamu. Nani wachache wanaokumbuka hivyo? Mwingine akishamka tu asubuhi, kitu cha kwanza anawaza kazini. Amefika kazini, kisha fanya shughuli zake zote nini, ndio anakumbuka. Mama, salamu alaykum. Sawa, na umejitahidi, tunasema wewe amejitahidi kumkumbuka. Kuna wengine hawakumbuki kabisa kuongea na. Kuna mtu shekhe, inaweza kapita siku nzima hajaongea na mzazi wake wala hajaonana naye, aidha akiwa yuko hapa tu wako pamoja, au akiwa mbali hata kwa kumjulia hali. Wapo watu wa design hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kunako swala zima la kumcha Allah. Na kumcha Allah ni miongoni mwa vipengele vilivyokuwa vyema, na vipengele vingine ni kuwafanyia wema wazazi wawili. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wal afwa minkum.